Yao. DJ Maisha. Kwa hiyo hebu unauza kanaambia ni kwa nini umefikia katika hivi mwaka 2013 kusema kwamba ni Sugu J, tumefahamu Sugu J tishio, kaja akasema yeye ni Obama na hivi sasa unasema ni New J. Yeah. Kuna nini hapa? Nisema kwamba siku yako tu tunaanza kuona baadhi ya wanamuziki katika mwaka 2013 wamoja akiweza kusema nilikuwa namfahamu kwa jina hili, lakini hivi wanasema aka jina lingine linakuja pembeni. Kwa hiyo naisa kwamba kuna siku moja tutakuwa na majina 10 aidha 100 itakuwa ni vigumu. New J imekuja kwa nini? Ya, acha niseme kwa nini ilikuja New J. Unajua New J ina sababu nyingi. Kwanza, unajua mwaka jana mwisho wa mwaka hivi. Nilikuwa nikiingia na mtu baa ananizoea mimi mkula bia, unajua. Alafu mtu anaona tuko baa mimi nakunywa soda. Sasa jamaa vipi, mbona umebadilika? Lakini mimi nitaamini mpaka nikuone unakunywa soda. Maana mimi sijazoea kuona unakunywa soda. Watakuwa nakwambia hata labda utapiga simu ambaye unakunywa soda kwa nini kwa mnywa bia. Umeona? Watu mbona umebadilika? Nikaona hii badilika inakuja mara nyingi. Naingia sehemu ya majani, unajua mimi nisema ukweli, hata majani kipindi fulani tuliagusa. Naingia sehemu ya majani, mtu anaona mimi majani sina nayo mpango. Sasa mani mbona umebadilika? Alafu mimi nilikuwa mtu wa wanawake sana, nisikudanganya. Tunafika sehemu zile ananiambia dada zangu bwana, tuache mambo basi, tutapata tunzo. Tulitembea na wazungu, tulitembea na Wachina. Thanks sana. Kumbe wewe mkare sana wa madem. Kile kipindi. Umeona? Kwa hivyo ndo mwanamuziki wa kwanza nasikiana nikubalia kitu kama hicho Ismail. Mimi napenda nikwambia kweli. Unaona? Na kwa hiyo uliwahi kutembea na wasichana wangapi? Mungu anisamee, sio sitakuhesabu. Kwa hiyo ni wengi sana ambao ulishaweza kutembea nao. Ndivyo nasema Mungu anisamee. Lakini kuna fununu zinasemekana kama kuna superstar wa kike hapa Burundi leo kutembea naye, ni kweli? Hamna, hiyo uzushi. So umeona, kwa hivyo nawaambia wenzangu, naambia tulishakutana na wazungu wa China, lakini hakuna kutulifika. Umeona, mimi naona hiyo mambo naacha, tuambia bani bora umebadilika. Umenisoma? Mimi nilikuwa nikisafiri nikivuka boda, ukweli niwaambie, mimi nilikuwa nikisafiri nikivuka boda nampigia mtu simu, bwana kuna watoto wakali, you see? Unajikuta kwamba ile dhambi ilikuwa inanipeleka kusiku, nikaamua kubadilika. Sasa hilo neno kubadilika likawa linarudi kila siku. Sugu umebadilika, nikaona kubadilika maana yake mimi mpya, you know? Acha sasa tu niseme kwamba ni New J. Wakati atasikia ni New J atapona change ambayo nilikuwa nafanya mwanzo sifanyi leo, atasema kumbe jamaa amebadilika. Au tunaenda jukwani, mtu anatafuta mzuka, na mimi namuomba Mungu, nasema Mungu, mimi najua kwamba wewe ndio mbao. Kwa hiyo umeshaokoka. Let me say true, ulishaokoka. Ya kweli, mimi nimeokoka. Umeokoka eti. Hebu niambie, ulishawahi kutumia dawa za miti ya kienyeji shirki? Umeshawahi kumshirikisha Mwenyezi Mungu wewe kama mwanamuziki? Vinawakumba mamasta wengi, ushawahi kwenda kwa mganga, hebu mganga nichekie, naona kwamba fulani siku hizi ndo anapaa juu sana kuliko mimi. Nitazame nyota. Ushawahi kutumia kitu kama hicho? Acha niwe muwazi. Kwa sababu kuna message ambayo unaweza kunisendia hapa, labda mahojiano mimi na wewe kuhitaji kufahamu mengi, unaweza kusema amna, labda kutokuelewa kwa watu tu, baba yangu alikuwa Mkristo, hiyo tutakuja kuizungumzia baadaye. Lakini kuna sehemu unaweza kuniambia kwamba ya kwamba hivi nilikuwa naishi kama vile sina dini ndani ya shirki na mambo mengine mabaya. Yeah. Kwa hiyo ninahitaji sasa kufahamu. Hii message nilisoma, kuna wale ambao wanasema nilisoma kwa kuongopea, lakini niko na studio live. Yeah. You know, alisema kwamba ataongea mengi zaidi ambayo alikuwa hajaweza kuyaongea hapo kabla. Ulishawahi kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika hali ya kuitazama nyota yako kimuziki? Sana. Unajua mimi nimwambia Mungu, cause unanigusa na unaamua kunibadili. I have kusaidia hata wengine. Ulishawahi kumshirikisha? Yeah, mimi nimekufanya shirki. Kukutumia kusema kwamba nahitaji nyota ya mwanamuziki fulani ije kwangu. No, sikuwahi kutumia nyota ya mwanamuziki fulani hame kwangu, lakini kila siku nilikuwa najaribu kutafuta kuingarisha yangu. You see, nani akuongea hapa kwamba mimi nimepigwa shimi wakati niko South Africa? Unadhani ni nini? Kipindi hicho mimi nilisema kwamba nilikuwa nimesahau dini, cause mimi nilikuwa sina dini. Nilikuwa na miaka kadhaa sijui kwenda kanisani, sijui misa, sijui nini, unajua? Nikaonesha kama tu vile. Unajua kishakuwa katika dhambi, unakuwa kama mwenye kuishi, unakuwa dhambi tu na wewe pia. Yusi, wakati niko South Africa nilitibiwa mwaganga wao, cause na mimi nilikuwa hizo pande. Nikaambiwa kwamba hii ni shirki, basi waningarishe tena kuniongeza mambo fulani. Lakini nikajikuta yale yote nilikuwa nafanya. Kwa hiyo sasa hivi sikujali ngarishwa na waganga. No, hiyo hapo unakuwa unajidanganya. Mganga ana uwezo wa kumngarisha binadamu. Mungu peke yake ndio ana uwezo wa kumngarisha binadamu. Ingelikuwa aliningarisha, watu wangelikuwa waliona, cause kunga kwangu kuna miezi midogo kuliko hata wakati nilipotoka South Africa. I was coming hapa kama up star. Lakini nisikudanganyi, kila mtu labda ulikuwa mchunguzi, lakini furaha ya maisha nilikuwa nimeipoteza. Mimi naamini kwamba ukweli ni kwamba ushindi nilikuwa na furaha ya maisha. Kama hauna peace of your heart, hauko kitu. Shani mimi nilifikia kupanda ndege najisikia stress, cause kweli ninapakwa vitu vingi, najiuliza hii ndege kilipuka, mimi kwa Mungu nitasema nini? You see, kutokana na nini? Mwili wangu nilikuwa nimeshauchafua kutokana na kuwa nafungwa katika dhambi, you know? Ndio nikasema sasa acha nifikirie about tomorrow.
tomorrow. Unajua muziki ni game, tutafanya hapa, tutafahamiana katika hii game, lakini after hapa kuna kwenda. Sasa kuna kwenda lazima uwe na swali. Mimi nikienda kama mimi Muislamu, je, kule ni Uislamu wangu nitautetea? Hivi mimi nikienda kama mimi Mkristo, ukweli mimi Mkristo au Mkristo au mtoto wa Mkristo? Kwa hiyo ndio sababu mimi kama kuchange. Kuna fikra zinanijia kwamba kuna vifo vya mastaa ambao vimekushtua wewe sana mpaka kuchange. Thanks God because hakuna kifo cha mtu kilinitia uoga. Mimi nikwambia ukweli kwamba wakati nilisikia stories za mshikaji fulani kwamba alikuwa Freemason mpaka wakampitua, nilizisikia baada ya mimi kuwa nimeokoka. Shani, mimi nilikuwa naota. Ukweli ni kwamba sababu ya kuokoka kwangu niseme mara ya kwanza redioni. Mimi nilikuwa natumia dawa sana. That's true, nilikuwa natumia dawa sana. Dawa gani? Dawa miti shamba, nikwambieje? Dawa miti shamba. You see, sasa kipindi hicho nilikuwa na mambo fulani nilikuwa najipaka kwa kufanya chochote kile nataka kufanya. Umeona, anasema nitie kwanza hii ndio nionekane hivi. Hiyo ilikuwa ni yaani ulikuwa ukitaka kualikwa kwenye changamko anasema acha nipake hivi ili watu wanisikize. Wewe na kwanza kuokopa. Niseme hivyo. Ukweli kwamba kila sehemu nilikuwa natembea na hiyo. Sasa kipindi fulani nikawa na mpango wa kwenda Bukavu. Natembea sana, unajua kwamba nasafiri sana watu. Lakini hiyo siku nikataka kwenda kushika ile dawa yangu kwa ajili ya kusafiri. Nikiposogelea nikakaa kwenye chongo ya kitanda, nikasema no, acha kwanza nimuombe Mungu. After kumuomba Mungu nikajiuliza sasa hivi namaliza kumuomba Mungu alafu nichukue vitu mimi naona haviendani. Acha hii safari nende bila kufanya mambo. Nikaenda Bukavu nikakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu nikaota ndoto. You see, mimi nimebadilika kwa ndoto. Hakuna mtu alikuja kuniambia Sugujeni hivi na hivi utakufa kesho. No, mimi nibadilika kwa ndoto. Nilioteshwa ndoto na nikaona kwamba ndoto ambazo mimi naona zote ni ukweli. Zote ni ambazo nimepitia ndani. Ndoto yangu ilikuwa na pati 3. Mara ya kwanza nikajiona kwamba nafungwa ndani ya dhambi. Nikajiona kwamba niko sehemu fulani nafungwa, siwezi kwenda huku, siwezi kwenda huku, siwezi kwenda huku. Hiyo ndio ilikuwa ndoto yangu ya kwanza, ikanitia woga ndoto. Ndoto ya pili nikamwona namtafuta mshikaji wangu mmoja. Huyo mshikaji yuko Bukavu, yeye ni producer lakini pia ni Mkristo na ni pastor. Nikamwona mndoto namtafuta sana kipindi kirefu. Nikaona namtafuta lakini baadaye nikaja kukutana naye. Ndoto ya 3 ikanionyesha niko jukwani na upata ushindi, naona watu wanafurahi, watu wanafanya show, watu wanafurahi. Nikaona hapa mimi kama nimejidanganya njia. Maybe huku napita sipo. Lakini pia nikajizingua hata kwa hii hali kinyume na hii ndoto ambayo inanisaidia mimi kujizingua, mimi nilikuwa naenda wapi? Unajua mimi niko binadamu yule mwenye sitaki kujiuliza labda ningekufa kesho. Unajua ukijiuliza utakufa kesho, utajiwaza labda utatubu usiku. Ongo kweli. Mimi ni binadamu ambaye najiuliza ningekufa jana, ningeenda wapi? Kwa hiyo nisema kwamba hata hivi sasa huenda hata mwaka 2013 kaanza kutuimbia nyimbo za kanisani. Kwa hiyo umeokoka. No, unajua Shani, hauwezi kuokoka huko mtangazaji. Hauwezi kuokoka huko sekretari. Hauwezi kuokoka huko jeshi. Unaweza. Hauwezi kuwa mtu Mungu kwa jeshi. Kwa hiyo umeweza kumpokea Roho Mtakatifu kwako na ameshaweza kuonesha katika ndoto kwamba unakutana na watu ambao ni mapasta, ni manani. Tuamini kwamba uenda uko siku moja utaweza kusimama katika like ya watu na ukaweza kuwapa ubiri neno la Mungu, ndio wanazungumzia hivyo. Neno la Mungu samani. Neno la Mungu sidhani kwamba linasema mpaka pastor tu alisoma sana. Neno la Mungu unaweza ukashare your experience ambacho unajua kwa Mungu, unaweza ukakiniambia mimi. Kama naweza kukuambia nyinyi wawili, naweza nikamwambia na watu 30 kile ambacho najua kwamba kitamsaidia mtu kama neno la Mungu. So mpaka niitwe pastor. Na hiyo nishafanya ushuhuda katika school fulani, naambia mimi nimepitia haya. Mimi naongeaga uwazi Shani. Ushafanya ushuhuda sije. You know sikia leo tarukia leo mimi nisema kwamba ni tarehe 9 mwezi Januari mwaka 2013. Sikuja kupitia kipindi Changamka nazungumza mengi sana ambayo kwa tuweze kuyafahamu. Isma ana swali lolote la kuweza kumuuliza. Labda nikumbushe raia kwamba watuma SMS kupitia 123 aidha 123 kwa namba natumia mtandao wa Leo Tempo Office pamoja na Ona Mob. Unaandika tu neno Roma na acha nafasi. Kisha unaandika ujumbe wako. Wanatumia mtandao wa Econet, andika neno Roma acha nafasi, alafu vile vile uweze kutuma ujumbe wako kupitia nambari 124. Aidha namba ya simu ni 22 Mtakuwa na nafasi ya kuweza kuuliza maswali na nyinyi vile vile. Kuna swali ningependa kukuuliza Suguje. Umesema kwamba hapo nyuma ulikuwa ukitumia mitishamba zaidi na mingi ndio ulikuwa ukitumia katika safari zako, katika show zako maana yake. Unaweza kutambia ni show gani ambayo uliwahi kuifanya mbele ya kuifanya ulitumia mitishamba? Show ambayo nimefanya kipindi fulani bila kutumia mitishamba. Ulitumia mitishamba bila kufanya show, maana yake ulitumia mitishamba. Show nyingi. Mfano tu hata moja basi. Tuseme show nimefanya Kigali, nimefanya hivyo. Show nimefanya hapa, nikumbuke show tulifanya na kina Bushoke na Michael Rose. Ulitumia mitishamba. Kipindi hicho. Wakati wa uzinduzi wa albamu yako hukupaka vyovyote? Wakati wa uzinduzi wa albamu yangu pia nilikuwa siko sawa, nilikuwa niko unajua. Mambo ndo kama hayo. Kuna baadhi ya watu ambao kiuliza Suguje unaweza kusema kwamba hapo mwanzoni ulikuwa uweza hata kukumbuka idadi ya wanawake ambao uliweza kutembea nao. Kwa sasa hivi uliweza kuokoka. Kwa hiyo niamini kwamba sasa hivi Suguje iko safi
na huenda akawa na mwanamke mmoja tu ambaye ndo anahisi kwamba atakuja kuwa mama watoto wake, aidha tuweke wazi na hapo. Kuna katika uhusiano wako na yapata majaribu ya wanawake. Mimi nadhani sina sura mbaya. Wanawake kuniandikia message na kuniambia hivi na vile wako wengi, lakini nasema kila siku mko dada zangu please. Nyie dada zangu, mbele niko na mashabiki na vingine kile unamwona dada yangu, umeona. Kwa hivyo hata kukutana naye barabarani akikuandikia baby sweet miss tunamwambia jamani, mkono wa Mungu kubariki. Hebu niache kwanza. Unajua ni kweli kwamba moja ya kitu ambacho kinatufanya si binadamu tutengane na Mungu ni dhambi. Ukielewa kwamba dhambi ndio inakutenganisha na Mungu, you have kupambana nayo. Bado tunaivaa miili ambayo inaweza kukumbana na majaribu. Kwa hivyo kila siku nikiamka naomba Mungu anipe nguvu ya kushinda majaribu. Hello. Aisa naamini kwamba simu yake labda ina tatizo kidogo. Waweza kujaribu kupitia 22 tunaendelea. Kama nilivyosema, dhambi ndio kitu kimoja kinamtenganisha mtu na Mungu. Tunavaa miili ambaye ina uwezo wa kukumbana na majaribu mengi, but tunapaswa kuamka na kumwambia Mungu, unajua hii dunia ina mengi. Vishawishi vilivyokuwa kipindi cha Musa sio ambavyo viko hapa. Sisi tuna zetu mpaka. Mimi nahitaji kufahamu kwa sasa Sugu J yuko single aidha? Niko single. Kwa sasa yuko single. Asante sana. Tuingie katika swala ambalo linakuja kwa kiutasa mkubwa sana. Rema FM